subscribe to my channel. And also press this bell icon. Taswira ina gari bado vizuri? Bwana niko vizuri. Mambo yanasonga. Yanasonga. Hatimaye bwana wanasemaga usiku wa deni haukawi kuku. Mtoto mdogo yale ina pesa mkononi. Kabisa. Kwanza unawaelewa. Kwa sababu Waarabu wameshakuwa na tendency ya kupoteza matokeo wakiwa kwa Mkapa. Mara ya mwisho tu tunaongelea sio mara ya mwisho, msimu uliopita tu. Alafu achana na msimu uliopita, msimu huu tu Waarabu wote wamefika hapo wamekufa. CS Sfaxien amekufa 2-1, CS Constantine 2-0. Sawa Al Ahly Tripoli wale wa Libya pia walikufa 3-1 kama sikosei, kitu kama hicho. Sasa achana na misimu yote ya nyuma mpaka kuna wakati ikaanza kuita kwa Mkapa kwamba hatoki mtu, ishakuwa tanuru la moto. Kwa hiyo unamwelewa Mamadou Camara kwa nini anaongea hivyo, kwa maana kwamba Berkane ilishakuwa kama sehemu katika, unajua ile fear factor ambayo ilikuwepo kwa timu zote za timu pinzani ambazo zinakuja kucheza kwa Simba kama home ground advantage. Lakini tunakuja katika yengo nyingine. Kwa nini mpaka anasema hivyo? Maana yake wao kama timu walikuwa wanaihofia kucheza kama timu walikuwa na hiyo fear kucheza Benjamin Mkapa. Mpaka anatoa kauli kama hiyo kiungo kama yule Mamadou Camara. Maana yake sio kauli yake, ni kauli ya timu, unajua inakuja kutoka kwenda kuiwasilisha kabisa. Kwa hiyo walikuwa na hiyo fear, na no doubt ilikuwa na fear, ndio maana hata hivi vitu vingine vyote vimekuja vya kucheza ni Amani Complex. Ukiangalia hata factor ambazo zilikuwa zinazungumzwa sio factor za msingi sana, ndio tunakuja mule kwamba Waarabu walikuwa na hofia kucheza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Kwa namna ambavyo ile kauli ameizungumza na kusema kwamba Berkane kuna namna ambavyo hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa wangekuwa na asilimia kubwa sana kupoteza. Tukilileti kauli ya Camara, tunaweza tukatumia kauli kwamba walikuwa na asilimia kubwa sana kupoteza. Tumeshakuwa Simba imeshakuwa ni tishio ikiwa inacheza nyumbani. Ukicheza na sio tu Berkane, Al Ahly sijui hawa Waarabu wote hata Wydad wengi washakufa Simba akiwa nyumbani. Kwa hiyo Simba akiwa nyumbani huwa ni kuna namna ambavyo anakuwa anabadilika uchezaji wake. Ni tofauti na akiwa anacheza. Tushuhudie Simba ya tofauti kabisa. Simba ya tofauti kabisa tuishuhudie. Lakini cha kwanza kwenye Simba ya tofauti inakuja sasa ni namna ambao wachezaji wataamka kwenye hiyo game. Game ya kesho ni game ambayo inategemea zaidi, achana na tactics kwa maana mbinu za kocha. Inategemea intensity. Sawa, wachezaji wakimbie sana uwanjani. Inategemea brilliance ya mchezaji moja. Either ukani kwenye backline wasiruhusu magoli, kwa maana kwamba wanatakiwa uwe na wastani mkubwa wa kutekeleza kile ambacho mwalimu atawaambia. Alafu tena efficiency pia kubwa sana katika finishing, kwa maana kwamba kuwe na wale watu wachezaji ambao wanaweza tunasema ni wale the killers, wale bullet killers ambao wakishakutana na lango nafasi moja au nafasi mbili anzaka kuwa hata moja. Ndio maana hata kwa mfano kama mimi ukiniambia nani acheze hata pale kwenye striker Shimoni, naweza kukuambia hata Mkwala, kwa maana ya namna ambavyo ana perform katika game zake na vitu gani ambavyo huwa anavifanya. Kwa game ya kesho kiachana na mbinu tu za kocha, kuna vitu vingi sana ambavyo wachezaji wanatakiwa wafanye. Cha kwanza backline yao Simba inatakiwa iamke vizuri sana. Tunaheshimu uwezo wa Hamza, tunaheshimu uwezo wa Karabu pamoja na Shemalon Fondo, lakini kesho tunataka wafanye vitu vikubwa katika 100 yao, watimize ile 100. Kama Berkane wale kina Lamlui, kina Mehri, kina nani, kina Ayubu Khair, kama watakimbia labda 50% wao wapige mara 2 yake. Kama watakimbia 100% at least basi backline ya Simba inatakiwa ikimbie kama tunasema kama 200% na kuendelea, kwa maana kwamba wafanye mara 2 ya kile ambacho Berkane watakifanya. Katikati ya uwanja pachafuke sana. Umetoka kumzungumzia Mamadou Camara, moja ya kiungo ambaye kwanza ni mrefu, alafu pia
namna ambavyo ana set team yake, deep line playmaker, namna ambavyo anaweza kutengeneza mashambulizi kuanzia chini, pasi fupi, pasi ndefu. Yeye mwenyewe ni mrefu, aerial duels, ground duels anaweza akaua vizuri sana, yani kwa maana mapambano ya juu pamoja na mapambano ya chini anaweza akafanya vizuri sana. Lakini sasa unategemea hapo katikati, tunasema kwamba Berkane wana midfield trio ambaye ni bora zaidi kwa sasa hivi, sio? Nzuri sana midfield trio yao inaundwa na Kamara, nafikiri Kamara, Ayub Kair pamoja na huyu Yasin Labir. Sasa ni midfield bora sana. Sasa kitu gani ambacho Simba wanatakiwa kukifanya? Kwanza wanatakiwa kikamate kile katikati ya uwanja, wasifurukute wale. Kwa maana kwamba wale ndio kama roho ya timu. Angalia hata namna ya magoli mawili ya waliofunga kule yametengenezwa na nani? Sio? Ya pili, mpira goli la pili ile la Simba, mpira umekamatwa kutoka katikati. Kwa hiyo nitakuwa makosa kama yale yaanze kufanyiwa kazi. Kwa maana kwamba kina Kagoma pamoja na Ngoma wafanye kazi yao ya kuchafua pale katikati vizuri dimba la kati. Alafu pia unakuja kuangalia tena vita nyingine hii ya kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa maana ya kwamba vita dhidi ya fullbacks, nategemea zaidi kumuona. Unajua Ahoua amekuwa akicheza vizuri sana, lakini kuna kitu anatakiwa afanye Janshawa, kitu ambacho anatakiwa kukifanya bora zaidi, na huwa anafanya bora actually, lakini anatakiwa afanye bora zaidi. Kwa nini? As number 10 kuna vitu vingi sana unatakiwa ufanye. Kwanza as number 10 unatakiwa urahisishe mchezo. Unatakiwa uwe good passer, zile penetration passes, pasi fupi, sawa, one touch passes pia wakati inahitajika unavyo build shambulizi, sio? Positioning yako kuna wakati tunatakiwa tukuone ushuke huku chini kupokea mali kutoka kwenye hawa viungo wakati, then udistribute mbele kule, sio? Utawanye mbele. Alafu pia tunategemea tena tukuone wewe movement zako, uwe na movement za uongo, sio? Movements za uongo. Kwa nini? Mara nyingi sana namba 10 anaishi kwenye zone 14, zone ya 14, ile zone ambalo ni mbele ya lango la timu pinzani. Lakini utakiwa kuwa tu maeneo yale. Kuna wakati unatakiwa uende kulia au kushoto, aidha kwa Mpanzu kule, kwa maana kwa Kibu kuenda kumsaidia, unaenda kutengeneza kama triangle fulani hivi. Kwa sababu kwa mfano unaenda kwa Mpanzu upande wa kushoto kwenye namba 11, upande ambapo yuko Zimbo Junior, utamkuta Zimbo Junior labda ameoverlap, sawa, pasi imeenda kwa Elie Mpanzu. Elie Mpanzu amekutana na watu wawili, let's say, sio? Namba 4 na either namba ngapi, namba 3. Yes, ameenda pale, wameenda kummark. Sasa wanavyoenda kummark, anategemea kuwe na mtu ambaye atapokea ile pasi yake kwa kirahisi, yani atoe pasi yake pale ambapo atashindwa kupita katikati yake. Kwa sababu tumekuja kuona mechi ya mwisho ile Mpanzu alikuwa amekamatwa sana. Tutoka kuongea alikuwa ametaitiwa sana. Na kwa nini alitaitiwa? Kwa sababu alikuwa anakosa msaada. Kuna wakati akiwa na mali mguuni ameshazungukwa na watu wawili hadi watatu, sio? Mara nyingi sana wawili. Hasa kutoka watu wawili ambao wana quality alafu wana uwezo wa kumark kwa akili zaidi, sio? Ni ngumu sana. Unachotegemea ni nini? Tunamtegemea Zimbo Junior amepanda, sawa, na yeye akiwa Magdi kuwe kuna nafasi pia Jinsha au amefanya movement, ili kwamba unajua hata Jinsha au akifanya movement kwenye ile eneo, maana yake automatically kuna beki moja pale kati atatoka naye. Akitoka naye anaacha half space ambayo anaweza kaja akaitumia mtu kama Kibu akatoka kule kulia akaingia katikati, sio? Mukwala, sio? Kwa sababu umeshatengeneza vile vinafasi ambavyo vitapigwa either penetration passes, alafu watu wakaikuta. Kingine ambacho itakuwa ni manufaa sana, kwa mfano Ahoua akiwa anatoka kwenye ile eneo lake la katikati akawa anasogea kutengeneza triangle kwenye hizi pembeni, aidha kwa Kibu au kwa Mpanzu, maana yake unarahisisha kuwe na pasi zisipotee ukiwa kwenye eneo la timu pinzani. Ikipotea basi sana wao wana uwezo wa kufanya foul labda kwenye ile eneo la hatari. Tunajua Jinsha Ahoua ni dead ball specialist, anafanya vizuri sana katika hilo eneo. Hiyo no doubt nafikiri kila mtu anajua. Hata goli la nusu finali hili tulisema kwamba wametoka goli moja, watu wanalalamika kule itakuwa shughuli ni kubwa sana. Lakini ile goli ilikuwa la kwake na ilitokana na free kick, sio? Set plays, ni mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo as number 10 japo anafanya vitu vingi sana, lakini nategemea pia katika ile eneo aboreshe pia movement zake.
kwa maana kwamba yale movement ya kutoka katika ile eneo la zone 14 kwenda upande wa kulia na kushoto kutengeneza zile kwanza numerical advantage, alafu cha pili zile pasi fupi fupi ziwe zinafika kwa wakati. Kwa namna ambavyo umeizungumzia Simba hapo, lakini pia tumechagiza zitakuwa ni dakika 90 za namna gani kwa Simba? Simba ambayo inahitaji matokeo zaidi kwa timu kama RS Berkane. Unaiona Simba ikiwa inaenda kesho ikiwa ina risk na kujilipua zaidi? Kwanza Simba hana cha kupoteza. Simba hana cha kupoteza mpaka sasa hivi. Kwa sababu akiendelea kukaa mbele ni kama kwa mfano wewe kwako pale umeshaibiwa ndani, furniture zote zimeibiwa. Alafu wewe sebuleni kweupe. Alafu wewe unataka kulinda ndani badala ya kwenda kumkimbiza mwizi. Si umeelewa? Nini unamaanisha? Maana yangu ni nini? Simba tayari pale wamesha concede magoli mawili. Wanachotakiwa kwanza ni kurudisha yale magoli mawili. Either kwenye dakika 30 za mwanzo au dakika 45 za mwanzo. Yaani uhakikishe ndani ya dakika 45 zile za mwanzo wao at least wamerudisha hayo magoli mawili. Aggregate isome 2-2. Alafu wasije wakawa wameruhusu goli. Na mimi naona inawezekana kwa Simba. Mpaka sasa hivi inawezekana kwa sababu cha kwanza wakisha level scoreboard ikawa 2-2. Kwanza kuna ile psychological wachezaji wanakuwa wanaimarika. Wanaona kumbe inawezekana, kumbe inawezekana. Tunaweza tuka push tena tukapata goli la 3 au la 4 huko tena, mambo yakabadilika. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Simba waingie katika namna ya kushambulia sana. Simba waingie kushambulia sana. Najua Berkane na wao sio wajinga. Berkane ni timu ambayo Munisha Shaban anaweza kaja kwa testi nyingine tofauti. Akakupa dawa ya sumu yako wewe mwenyewe. Sio kwamba Simba wameshaandaa sumu yao kwamba wanaenda kushambulia. Berkane pia kwa dakika 15 zile au 20 akakutesti na hiyo, akakupa dawa hiyo sumu yako. Kwamba na yeye akaja kukutesti na yeye anashambulia anatafuta goli la away. Sio ili amalize mchezo. Na ukishajichanganya tu kidogo maana yake tayari anamaliza mchezo, morali inashuka wachezaji, mambo yanakuwa magumu. Sasa wanachotakiwa kufanya Simba kwanza wawe makini sana kwenye kuzuia kwa namna ya kwamba ile rest defense yao ya uzuiaji. Tunajua Simba katika rest defense yao wao wana watu wawili kwa maana center backs wawili, viungo wawili wakati kwa maana Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma au kina Okajefa, yoyote atakayeaminiwa, lakini hao watu wanne hawatakiwi tena kurisi kupanda juu. Sio sana au labda katika kama fullbacks wote hawatakiwi kuoverlap mpira uko upande wa kushoto. Zimbe Junior wewe panda. Uwe na Elie Mpanzu au Kibu Dennis yupo. Sawa tunategemea sasa namna gani Berkane wata approach. Kama watapanda wote nafasi ya kulia itaachwa, then tunakutegemea Kapombe. Overlap, tafuta nafasi ambayo iko wazi. Mpira unatoka kushoto unaenda kulia. Tunajua uwezo wa Kapombe kwenye V passes, cross, kumwaga maji ni mzuri sana. Unaweza tukaona Simba ya tofauti sana. Tunaweza tukaona Simba tofauti sana kwa namna kama ulivyozungumzia. Simba hii sasa ya Faldu Davis kwa namna ambavyo tumeiangalia, tumemzungumzia Elie Mpanzu ambaye mechi ya kwanza kule alikamatwa sana. Elie Mpanzu huyu anaweza kama msaada mkubwa sana kwenye hii mechi ambayo inafuata. Anaweza katiba nzuri tu. Elie Mpanzu anaweza katiba nzuri tu. Kwa nini anaweza katiba nzuri? Kwanza Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye kwanza kwenye 1v1 yuko vizuri sana. Anaweza kukuacha vizuri tu. Alafu pia ni good dribbler. Yaani ana dribble mpira ukiwa katika mguu wake, kuchukua ni changamoto sana, labda umchezie foul. Na sisi tunategemea pia kwa sababu Berkane ataingia atataka kulinda na wachezaji wengi. Kwa hiyo tunategemea lazima wataconcede foul nyingi za karibia na eneo lao. Na hizo foul zinatokana na nani? Ndio hawa kina Elie Mpanzu. Sio? Au pia kama atapata nafasi pia Budo Mutale lakini sijui sasa. Hiyo inategemeana na alichokifanya Budo mechi ya kwanza kipindi kile cha pili dakika za mwishoni tunaweza kushuhudia mabadiliko ya kikosi. Ni huwa napenda zaidi rotation. Sio? Mchezaji anavyoperform kwa mfano Budo Mutale ni mchezaji ambaye kwanza zile one touch football yake nzuri sana. Yaani akipokea mali ile nipe nikupe zile anaweza sana. Alafu speed yake ni msumbufu sana. Akiwa na mali mguuni sasa hivi haogopi. Good dribbling skills, superb. Passing, superb. One touch passes, superb. Ni mchezaji ambaye anaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwa sasa hivi, performance aliyokuwa nayo. Sasa hatujui katika uwanja wa mazoezi ataenda kumpa nini.
kocha ili aende amwamini tena katika hii mechi ya sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi tujaribu kuangalia Fadlu atakuja na wachezaji wa aina gani. Lakini kwangu mimi naweza ngasema hata akiwepo pia ni mchezaji mzuri. Namna anaweza kuongeza kitu. Sana. Na unaweza kashangaa kesho kamaona Elie Mpanzu kamaona na Budo upande wa kulia na kushoto, kwa maana winga mbili, kwa sababu wote wana speed, wanaweza kufanya chochote kwa wakati wote. Unaweza kawaona wote kwa pamoja pia, wala usishangae either kwa kuanza wote kwa pamoja au ukaona baadaye kwa sababu. Hii ni mechi ya kihistoria kwa wachezaji wa Simba, lakini pia kama Simba yenyewe, lakini pia chini ya kocha Fadlu Davis. Mzee wa fact, kwako wewe kesho, kwa namna ambavyo itakuwa ni siku ya kihistoria, unaona wachezaji wa Simba wakiwa kwenye hali gani? Kwako binafsi kiuchambuzi tunaongelea hapa. Unaona wachezaji wa Simba kesho wakiwa kwenye hali gani? Kwanza ile excitement, kwa maana kwamba ule mshawasha unatakiwa upungue, cha kwanza. Sawa Kwa sababu lazima utakuwa juu. Sawa Unatakiwa upungue kabla ya mechi. Kwa sababu ukijaribu kuangalia statistics zinakwambia hivi, Simba ameruhusu magoli mengi kwenye dakika 20 za mwanzo. Kwenye yale magoli 11, magoli 8 ambao waliruhusu, maana yake wana magoli mengi ambao wameruhusu dakika 20 zile za mwanzoni. Kwa nini? Mshawasha ule. Wachezaji wengi ni wachanga. Mshawasha maana yake ndio ile excitement. Umeelewa? Ile labda tunasema kwamba ile level ya kutegemea kufanya kitu fulani katika level fulani. Sio? Unataka ufanye kitu fulani kwa ubora zaidi. Sawa Alafu ukashangaa uka underperform kwa sababu ya ile excitement uliokuwa nayo. Sio? Yale matarajio, kuna baadhi ya kitu unatamani ufanye kwa level kubwa sana. Sasa hiyo natakuwa waachane nayo. Wachukulie mechi kama mechi nyingine. Alafu wakatoe zile A game yao. Elie Mpanzu, A game yako tunahitaji. Budo Mutale, A game yako tunahitaji. Jenshawa tunahitaji A game yako, uamke vizuri. Kibu Dennis, sijui kina Fabrice Luamba Ngoma, Yusuf Ali Kagoma, hawa kina Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, Hamza pamoja na Karabusha Mu au Shemalon Fondo, wote tunahitaji A game yenu. Mkatekeleze zile mbinu za nani za Fadlu Davis uwanjani. Tutaona game ya tofauti, tutashangaa Simba inapata magoli mapema. Kama Simba itafanikiwa kuchukua kikombe cha shirikisho, inapaswa kuigwa kwenye ile ambalo wamelifanya, kama ile ambalo watalifanya na kunyanyua kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo no doubt. Hiyo no doubt. Simba itakuwa ni mfano. Ukibisha hiyo utakuwa na changamoto kidogo ya ubongo. Kwamba Simba itakuwa kwamba wakinyanyua makwapa. Ukibisha kwamba sio mfano wa kuigwa, utakuwa kidogo na changamoto ya ubongo. Kwa sababu gani? Sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Tanzania itakuwa ndo mara ya kwanza kubeba. Sasa wewe just imagine Tanzania, hii football ya Afrika imeumbwa mwaka gani? Imetengenezwa mwaka gani? 1900. Alafu the first time unapokea wewe kombe. Alafu first time unapokea wewe kombe. Ni kitu kikubwa sana. So kitu cha kawaida. Unajua hata hii finali watu wanaona ni kitu cha kawaida kwa sababu imekuwa ni mara ya 3 ndani ya miaka 3, imekuwa ni mara ya 2. Watu wanaona kitu cha kawaida. Nenda nchi zingine uone. Ndio ile level ya uwekezaji tumepanda, sio? Sasa tunatakiwa tuongeze pale ambapo tumefikia, tunatakiwa tujaribu kuongeza. Mimi sitoshangaa nikiona Simba anashinda. Sitoshangaa nikiona Simba anashinda. Sio kushinda, akichukua hata kombe. Utoshangaa. Sitoshangaa. Sana nitajua tu wametekeleza vile ambavyo walitakiwa kufanya, kwa sababu uwezo huo wanao kabisa. Simba wana uwezo wa kunyanyua kombe kabisa. Wana uwezo huo. Kikubwa tu kinabaki sasa ni namna yao ya utekelezaji wa majukumu watakayopewa na kocha. Kila mchezaji atoe A game yake uwanjani. Wakitekeleza vizuri kwa mbinu zile sana wabaki kwanza kwenye hata ile formation yao tu. Namna ambavyo kocha Fadlu aliswitch kwenye ile aliswitch kipindi cha pili, hawatakiwi kuanza nayo. Ile wanatakiwa subirie tu kama kocha kama Monisha Bar atakuja kuleta test ya tofauti, then utaswitch katikati ya uwanja. Lakini kwangu mimi naiona hiyo, najua kocha atabaki kwenye mbinu yake ile ya 4-2-3-1 zile. Kwa maana kwamba ndio game ambayo wao wameizoea. Kwa maana kwamba wale mawinga wao watacheza katika zile half spaces za katikati, kwa sababu kwa kawaida tu Berkane wanavyocheza away wameruhusu magoli 2, si ndio? Kuruhusu goli 3 mwisho ilikuwa ni 2025.
goli 3. Kwanza unajua kuna hizi historia ambazo tayari zishavunjwa. Watu unajua ngoja usiingie na historia ya Berkane kesho. Hakuna historia, kwani Fadlu mpaka sasa hivi kavunja historia ngapi? Nikutajie tu kwa ufupi tu. Simba ilikuwa haijawahi kufuzu nusu finali. Sio? Huo mwiko. Anzia kwanza kwenye hii njia ambayo Simba ametumia kuingia robo finali. Mwanzo tulikuwa tukitumia njia hawa Kosafa. Hawa Afrika Kusini huko sio hawa kina nani hawa si hawa Rivers United si wengi sana hawa wa upande wa Kosafa. Huku upande wa UNAF hatujawahi kupitia hiyo njia kuingia robo finali. Sio? Lakini awamu hii Fadlu Davis kamtoa nani? Kamtoa Al Ahly Tripoli, Libya, UNAF, Afrika Kaskazini, si ndio? Kaingia robo finali. Hiyo ni yule mwika wa kwanza. Wa pili kuingia nusu finali. Kwanza katika hiyo robo finali ameshamfunga hawa wanani wa kwanza kufunga goli. Afrika Kaskazini ilikuwa ni changamoto sana. Sio? Hizi timu za upande wa UNAF kufunga tu, sio kushinda. Kufunga goli ukiwa kwao ilikuwa changamoto. Nani amecheza dhidi ya hawa, amecheza dhidi ya CS Constantine. Sio? Mechi 2-1. Sawa? Amecheza dhidi ya CS Sfaxien, kashinda. Ugenini? Na nyumbani kampiga home and away. Hiyo ni baadhi ya mwiko ambao nani Fadlu Davis ashau. Unachokizungumza ni kwamba kesho Simba asiingie na historia ya Berkane kwamba tangu 2023 ndio kuruhusu goli 3. Mimi kuna kitu moja kwenye mpira nimejifunza sana. Mpira ni dakika 90. Mpira ni dakika 90. Afu ni uwanjani. Historia haichezi. Historia haichezi. Wachukulie hata kama unajua naelewa na naheshimu level ya timu ya Berkane. Level ambayo ya wachezaji wake, quality players ambao wanao kuanzia golini mpaka center forward wao. Lakini tunakuja uhalisia uwanjani. Sio? Ukishakuja kwenye uhalisia uwanjani, chochote kinatokea ndani ya dakika ngapi? 90. Mzee wa Fakti, tumalize kwa hili. Asilimia kwako za mnyama zipoje? Mimi nampa asilimia 60. Simba kushinda nampa 80. Simba kushinda unampa 80 zidi ya RS Berkane. Mzee wa Fakti, hapa watu wanaweza akasema kwa nini Simba asilimia 80? Kwanza home ground advantage. Kitu gani ambacho Simba huwa anakifanya akiwa nyumbani? Nikupe tu mfano mmoja. Simba alicheza dhidi ya nani hawa wakati ule dhidi ya Wydad akashinda 2-1. Ilikuwa Simba ya unga ngwana, sio tu kama hii. Hii ya sasa hivi iko katika daraja lake. Watu tu tunashindwa kuiheshimu, lakini ipo katika daraja lake. Tunapaswa kuiheshimu Simba kwa kauli ambayo unazungumza. Tunatakiwa tuiheshimu. Tunatakiwa tuiheshimu. Tuiheshimu Simba sana. Tunatakiwa tuiheshimu. Kwa hiyo mimi nakwambia cha kwanza Simba wana uwezo wa kufanya chochote wakiwa nyumbani. Simba wana uwezo wa kufanya chochote wakiwa nyumbani. Tuweke nukta kwa hapo mzee wa Fakti. Kwa leo tumezungumza mengi sana kimichezo. Kama una neno la kumalizia kuelekea kesho Tanzania kiujumla, lakini pia mashabiki wa soka kwa namna ambavyo tunaenda kuitazama finali ya mwisho. Nafikiri tutegemee mazuri kwa maana kwamba Simba afanye kile kikubwa tu kwa cha kumalizia ni kwamba Simba akatoe game yake kwa wachezaji wote. Ndani ya dakika 90 tunaweza tukaona vitu vikubwa. Shukrani sana mzee wa Fakti. Asante.